Na mtazamaji, leo ikiwa siku ya akina baba duniani, bila shaka tungeweza kukamilisha taarifa zetu bila kuangazia semi mbalimbali zinazogusia jinsia hiyo. Na hii hapa taarifa tuliokuandalia, ambapo katika kukabiliwa na changamoto za kiuchumi zinazoendelea kuathiri familia kote nchini, wanaume wametakiwa kuendelea kuwa wastahimilivu na kujitolea katika majukumu yao kama walezi na nguzo za familia zao. Ujumbe huo ulitolewa wakati wa sherehe za siku ya akina baba duniani iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Francis wa Assisi huko Ruiru, kaunti ya Kiambu, ambapo waumini walikusanyika ili kuwaheshimu wanaume kwa jukumu lao katika jamii na pia kusherehekea huduma ya kiroho ya Padri Peter Waweru. Tizama. Siku ya akina baba ni tukio la kila mwaka linalolenga kutoa heshima kwa baba na kusherehekea nafasi ya baba katika ulezi na uzazi na pia jukumu lao muhimu katika jamii. Mada ya siku ya mwaka huu ya akina baba ni baba wa Kikristo anawajibika. Katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Francis wa Assisi huko Ruiru, kaunti ya Kiambu, wanachama wa muungano wa wanaume wa Katoliki walitunukiwa. Wanaume hao walithaminiwa kwa kujitolea mhanga kushughulikia familia zao katika nyakati hizi ngumu za kiuchumi. Katika changamoto za maisha tunakutana na wale ambao wamelemewa ama wanalemewa na uzito wa maisha, uzito wa familia, uzito wa mahusiano, na tunawaomba kwanza wajikaze, na baada ya kujikaza waweze kutafuta marafiki zao, waongee na wao. Tunasema kwa kimombo, a problem shared is a problem half solved. Joseph Ndegwa, msimamizi wa kanisa hilo, aliwataka wanaume kuiga sura za kiume zenye nguvu kama vile Yusufu wa Biblia na kuwa kielelezo cha unyenyekevu, uongozi wa kiroho na kujitolea kwa familia. Kuna wanaume wengi wanakosa matumaini ya kukaa. Mtu anakaa anajitoa uhai, na hili si jambo la busara kwamba unapojitoa uhai, hiyo ndio sio mwisho ya mawazo, sio mwisho ya mambo, sababu unaacha watoto wako ama bibi yako wakiteseka. Kujitoa uhai sio suluhisho. Suluhisho ni kuamka kila asubuhi na kufanya kazi. Mwezi Juni, ambao ni mwezi wa uhamasisho kuhusu afya ya akili kwa wanaume, wito ulitolewa kwa wanaume kupewa msaada wa kihisia ili kuwapa fursa mwafaka za kujieleza waziwazi kuhusu masuala yanayowatatiza. Tukio kama hilo lilishuhudiwa katika eneo la Karen jijini Nairobi, ambapo mmea wanaume walijitokeza kwa ajili ya awamu ya pili ya matembezi ya kila mwaka ya Blue Ribbon Father's Day Walk. Matembezi hayo yalilenga kuimarisha ufahamu miongoni mwa wanaume kuhusu saratani ya tezi dume na umuhimu wa uchunguzi wa mapema. Prostate health and prostate cancer affects fathers mainly, aged individuals over 40. We're seeing their age coming down to about 38, but yet we focus on fathers mainly. We're here to actually support men in their wellness, their reproductive health and other related issues. We're very keen on this prostate cancer issue because it is preventable, and we take a prophylactic approach in the sense that we want men to look after themselves and not to actually get this disease or not to allow it to progress. Kwingineko, kilabu ya Shell Club iliwatunuku baadhi ya wajane kwa uaminifu wao. John Maina, John Munene na David Githinji walitunukiwa kwa ustahimilivu wao na kupokea usaidizi wa kielimu, biashara za kuwezesha kuwatunza familia zao. Kasi cha Namasha, Darubini Wikendi.